Bwana itakuwa ni ya moto kutokana ina utofauti kidogo, ngoma nyingi tofauti, kuna traps, kuna hip hop, kuna R&B, unajua dancehall, unajua kwa watu wasubiria vitu vikubwa sana kutoka kwenye hiyo project. Nyonga ndo hiyo hapo. Project ya pili watu wa support nini iweze kufika pale. Mimi naandikaga mwenyewe ngoma zangu. Umeona, na ukizungumzia Chenbizi ni msanii wa aina gani? Ni msanii ambaye ana film muziki mzuri, ni msanii ambaye anafanya muziki mzuri. Unajua kutokana pia kuna ngoma kubwa ambazo zimeshahiti. Umeona, kubwa sana ambazo zimehiti na watu wamenufaika, watu wameshapata maisha yao kupitia hizo projects. So zote nilifanya mimi na mimi ndo nimeparticipate kwa kiasi kikubwa. Umeona, so ukimzungumzia Chenbizi ni mtu wa aina gani, atakuwa ni mtu ambaye anafanya muziki mzuri na anaweza kufanya kitu kizuri pia katika music. Una record, usha record, unamgia sound engineering, anafanya mastering, then unapokea kazi yako. Kwani inapita katika process hizo kwamba unaweza kurekodi studio B au studio A, unajua zile. Kwa hiyo yani, lakini utakavomaliza kurekodi project yako unaweza kuondoka na demo, lakini ukamwachia sound engineering akakamilisha kitu. Ndio kama Pepeta, Nyonga zote amefanya sound engineering, mmoja anaitwa Sartak. Album inatoka mapema mwaka huu, that's why sijataka ku announce lini day na wala sitaka kuweka jina public cause unajua kuna mabadiliko yanaweza katokea na nini, lakini album iko tayari na tuko chini tunaidiscuss sasa hivi kwamba itatokaje, itakuwaje, itafikaje kwa wananchi. Unajua kwa watu wasubirie tu mzigo fulani matata. Hali kidogo inakuwa ngumu kutokana watu wana sound the same. Unajua kila mtu anataka sound kama fulani, you know, so inakuwa ngumu, lakini kwa mimi inakuwa easy cause mimi na sound yangu na sound tofauti, ushansoma, nafanya kazi zangu tofauti. Umeona, that's why kila mtu akiweza tu kuwa shabiki wa Chenbizi au akiwa fan wa Chenbizi atamfeel forever cause yeye choka kwa vitu ambavyo atakuwa anavipata kwangu. Mimi Dogo Janja mwanangu, of course ni mwanangu, yani siwezi nikakataa kutokana kwamba kuna situations tushapitia naye, unajua zile kitambo kabla hata yeye mwenyewe hajatoka, unajua. So siwezi nikaukataa ushikaji yule, mimi mwanangu. Kama kuna tofauti labda itakuwa haiko sawa, mimi nitamchana, naye atanchana, over, mambo yanaendelea. Of course yani it's like family. Yani yule mimi ni mshikaji wangu. Unajua? Yani mshikaji wangu. Kwa hiyo siwezi nikaongelea baya kwake. Labda kama akiongelea baya kwangu. Of course yeye anapendeza kwa body yake. Ushansoma? Yani kwa body yake kweli ni mkali. Lakini uwezo kusemea body za watu. Mimi unajua? Mimi of course tofauti yani. Mimi nikivaa chochote na ng'aa, lakini sio kwamba navaa vitu mengi, unajua? Casual, clear, umeua. Umeona, lakini kwa body yake kapendeza. Lakini hawezi kucompare na watu wengine man. Lakini kwa body yake anapendeza, ni yeye mwenyewe ni smart nini, yuko vizuri. Akitoka mbele za watu nini, watu wanamuona kapendeza, lakini kuna watu wakitoka mbele yake yani yeye mwenyewe anaweza kaona amependeza. Unajua? Kupendeza ni mtu yani, unajua? Unaweza kuvaa manguo mengi afu pendeze, unajua? Lakini ukala casual tu kama hivi, shirt black, trouser white, I'm good. You feel? Nimeng'aa nini, unajua? Au wewe umeonaje? Kwanza mimi album yangu haina collaboration. Ni solo album na nahisi inawezekana ni album ya kwanza Bongo kutoka bila collaboration. Yani ni solo album, yani album nzima nimeifanya mwenyewe. Kwa sababu ngoma nyingi nilikuwa tayari nishazifanya, unajua. Na mimi still namshukuru Mungu kwamba nimebarikiwa kwamba sometimes inaweza hata ngoma nisiandike ikawa kubwa. Ushanisoma? Tukizungumzia hata Zuzu I was freestyle, no? Yeah, me feel beat tu nikaa napiga tu nifanye Zuzu. Nichizike na penzi lako niwe Zuzu. Ushanisoma? Of course watu wakawa na feel, unajua? Hey, sound poa, nikapiga chorus, nikapiga verse. Hivyo unajua? Easy like that. Namshukuru Mungu kwa kipaji hicho kwamba I can do that. Even Pepeta pia sijaandika, sikumbuki kama niliandika Pepeta. Bwana ni nyingi sana sijaziandika, to be honest. Na ni kali sana ambazo ukisikia ukisema wangu hii hujaandika unakataa. Kwa sababu watu wengi nikiwaambia Zuzu sikuandika watu wanakataa. Wanasema Zuzu umeandika, lakini kilichokuwa nakifanya ni kwamba 4 bars nafikiria, napiga 4 bars nafikiria, napiga then track nzima imeisha. Yeah, that's it. Yani album watu waisubirie, ni dope album ever. Yeah, hamna collab yoyote kwenye hiyo album. Ila nikishatoa album nikimaliza labda tutafikiria collab na nje ya nchi. Tanzania tutazipo collab ambazo tutaachia, lakini bado. Wasanii wazuri wanafanya vizuri, lakini kwa sasa hivi nataka kwanza nifanye kama solo. Yeah, then next
kufanya na watu kibao mwanangu. Tukizungumzia kama hapo mjini South kuna watu kibao wanafanya vizuri. Kuna Fifi Cooper, mtoto mzuri, anachana vizuri, anaimba. Shansome wakina Nyovest, watu wakubwa sana. Tunazungumzia wale watu ambao wakina Nasty, of course watu fulani wazuri unajua. Lakini sio kwamba ndio hivyo, yani ambao ni watu ambao kwamba wakikaa kwenye wave zangu wao wenyewe wataona kwamba hiki nini unajua, kwa sababu mimi sio kwamba namsikiliza sana Nasty, no, hapana, ila ni mtu ambaye anafanya vizuri, so naweza nikafanya naye biashara na kwangu pia ikawa vizuri. Ushansoma, na naweza nikafanya naye biashara tu akamuona tu kwamba kumbe jamaa naye anaweza kawaida tu kwa busy like that easy. Bosi nishafanya nao collab wengi tu, so umeona Rosto zile pale, Sweet Mangi zote, Role Model. So right now I do my thing, fanya mwenyewe chochote kama collab no mpaka nikimaliza hiyo album, kwa sababu album inatoka solo. So nikishamaliza album, another projects zitakuja na collab. Kama nilivyoongea, tunaweza tukafikiria mtu wa nje au ndani easy, ili tuweze kutanua pia na muziki wetu unajua. Of course nimefanya collab ya Nchama the Best kama unamjua. Nimefanya collab yake inaitwa Kwa Muda. Of course pia ni collab ambayo mtaani watu wanaifeel sana unajua. Nikipita huko naisikia Kwa Muda. Of course ni collab ambayo nimefanya pia. Mtu akini approach kwa collab anaweza kaongea na mkurugenzi wangu Dash Pandit, umeona, then mambo yote akakaa sawa, cause unajua sasa hivi niko chini ya mtu, so inakuwa sio kama zamani kama vile, so have to follow the strategy. Chansoma kwamba hapa hivi. Yeah.